Basi tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu na saa hii tena. Asante Bwana kwa sababu umetuchagua tena asubuhi ya leo tuwepo katika nyumba yako. Ni kwa mkono wako, ni kwa nguvu yako, ni kwa upendo wako. Ni kweli Bwana, hatukustahili kwa lolote, sio kwa sababu ya sadaka zetu, sio kwa sababu ya elimu zetu, sio kwa sababu ya vile tulivyo, lakini pendo lako asubuhi ya leo limetuvuta tena, limetufanya tukakaa chini ya hema yako. Nasi Bwana, jioni asubuhi ya leo tuko mbele zako, tunatamani kujifunza kutoka kwako. Tunaomba Bwana ukatufunze katika jina la Yesu. Amen. Amen. Majeshi. Unaweza kukaa, majeshi ya Bwana. Msalimie jirani yako wa kulia, msalimie jirani yako wa kushoto, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Mwambie ninafurahi kukuona. Mwambie hebu ongeza basi na tabasamu. Amina. Hapa wote ni watoto, tupo ndani ya nyumba ya Baba yetu wa mbinguni. Amina. Mwambie wewe ni ndugu yangu, kwa hiyo lazima utabasamu. Amina. Niwape salamu kutoka kwa Baba, anawasalimia sana. Yupo njiani, anakuja upesi. Amina. Mwambie mwenzako Baba anakuja upesi. Amina. Basi natamani tuimbe wimbo mmoja. Fungua namba 114. Basi tusaidiane kushika maiki wale wanaopenda kuimba.
Somo letu la leo linasema nguvu ya chakula. Mwambie mwenzako nguvu ya chakula. Nguvu ya chakula. Mwambie tena nguvu ya chakula. Nguvu ya chakula. Wangapi wameshaikula? Inawezekana kuna wengine ambao hawajawahi kula. Wangapi wameshawahi kula? Ambao hawajanyosha mikono, hebu waulize, nyewe wenzetu mnaishije bila kula? Amina, majeshi ya Bwana. Sema tena nguvu ya chakula. Nguvu ya chakula. Unaweza ukashangaa kusema nguvu ya chakula. Chakula tena. Mwambie mwenzako hapo mbele tu utaelewa. Amina, majeshi ya Bwana. Chakula kila mtu anajua makande, pilau, wali, chipsi, viazi, sambusa, matobolwa. Vyote hivyo. Ni nini? Ni chakula. Kwa nini tunaongelea kuhusu chakula? Wapo watu wengi ambao wamefungwa ni kwa sababu ya chakula. Amina. Inawezekana leo hii unateseka, leo hii una shida, leo hii una mateso mbalimbali kwenye maisha yako, lakini ni kwa sababu ya chakula. Kuna chakula ulikula sehemu, kile chakula kimetembea na wewe mpaka leo umejikuta unaishi kwenye vifungo kwa sababu ya chakula. Amina. Kwenye Biblia neno chakula limetokea mara nyingi, mara 395. Mara 395. Lakini kwenye kitabu cha Mwanzo tu, yaani kile kitabu cha Mwanzo, hata Kutoka, hata Mambo ya Walawi, hata Hesabu, hata vyote. Kitabu tu cha Mwanzo neno hilo limetokea mara 52. Neno chakula. Na Mungu kwa jinsi alivyotuumba tokea mwanzo alitupa chakula. Amina. Alitupa chakula ili tupate nguvu, ili tuweze kutembea. Leo hii ukijikuta haujala, labda umefunga siku 3, siku 4, siku 5, unajisikia kabisa mwili unakosa nguvu. Mwili unashindwa. Yaani mtu akikwambia hebu njoo hapa, yaani ni hatua mbili tu, lakini unaona mbona kama vile mwili hauna nguvu. Mbona kama vile mwili hauwezi kusogea. Ni kwa sababu mwili unakuwa dhaifu, hauna chakula. Lakini Mungu tokea mwanzo alitupa chakula ili tule, ili tupate nguvu. Ili tule, ili tuweze kwenda katika zile nguvu za kawaida za kibinadamu. Amina, majeshi ya Bwana. Kwa hiyo maana mwili ukikosa chakula, tayari ndani yako unakosa nguvu. Sasa kuna wakati mwingine hata roho yako pia inapokosa chakula, unalala nyumbani, hauendi kanisani, hauombi, haufungi, haufanyi chochote cha kujihusisha kwenye roho yako, roho pia vile vile inakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni rahisi sana pia ukashambuliwa rohoni kwa sababu roho pia inakosa chakula. Amina, majeshi ya Bwana. Hasa wanadamu tunakazana tu, tunajaza tu tumbo. Tunakula tu chakula kwa ajili ya tumbo, kwa ajili ya mwili. Lakini wakati mwingine huwa tunajisahau kwa ajili ya roho zetu. Kadiri unavyoichosha roho, kadiri ambavyo unainyima chakula roho, ndivyo ambavyo unazidi kukonda. Yaani ukiangalia rohoni unakuwa mwembamba. Alafu mwili ukiangalia, yaani unaweza hata kumpiga tembo. Lakini roho kadogo hakana nguvu. Amen. Kwa ni vizuri kaishibisha roho yako. Amina. Amina. Sasa leo tuongelee chakula cha rohoni, tunaongelea cha mwilini. Amina. Amen. Kwa hiyo wakati mwingine tunakosa nguvu kwa sababu ya kutokula. Sasa ule udhaifu unaopata, Mungu aliona kwamba huyu mwanadamu hawezi kutembea hivi hivi. Wacha nifanye chakula kwa ajili yake. Wacha nitengeneze mimea, nitengeneze wanyama kwa ajili yake. Wacha nioteshe nchi mbalimbali kwa namna yake ili huyu mwanadamu asikose kitu cha kula. Amina, majeshi. Hebu tusome katika kitabu cha Mwanzo. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 29 mpaka wa 30. Fungua kitabu. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu uliojua juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo vyakula vyenu, ndivyo chakula chenu. Mstari wa 30 anasema, na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndivyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Amina, majeshi. Kwa hiyo tunaona tokea mwanzo Mungu alitupa chakula ili tule. Kwa hiyo unapoona mche wa mpera umemea, Mungu aliweka kwa ajili ya wewe kula. Amina. Leo hii ukiona digidigi anakimbia
alafu nyuma yake unaona simba anamfuata. Mungu aliweka kwa jinsi hiyo ili yule simba asife njaa, ale digidigi apate afya, aendelee kusonga mbele. Amina, majeshi ya Bwana. Lakini pamoja na kuwa Mungu alitupa chakula na akawa amekusudia kwamba katika kile chakula tupate uhai, tupate nguvu, tupate afya, tusonge mbele, lakini hicho chakula mwisho wa siku kingaleta dhambi duniani kwenye hicho chakula. Ndio maana leo tunajifunza nguvu ya chakula. Yaani unaweza kuona ni chakula tu, ni chakula tu, ni makande tu, ni chai tu, lakini ndani yake kama kukiwa na nguvu ya tofauti, ina maana kile chakula kinaweza kukupeleka kwenye mauti. Leo hii unaweza kusikia mtu amekufa kwa sababu aliwekewa sumu kwenye chakula. Leo hii unaweza kusikia kwamba kuna mtu amepata tatizo fulani kwa sababu aliwekewa kitu fulani kwenye chakula. Leo hii mtu anaweza hapa akakurupuka, ukimuuliza ndani yake anaanza kusema kwamba ni kwa sababu nilikula chakula fulani. Yeye mwenyewe inawezekana alikula hakujua, lakini kile chakula leo hii kimemfanya amekuwa kwenye mateso. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Dhambi ya kwanza duniani iliingia kwa sababu ya nini? Ya chakula. Adamu alipewa maelekezo kwamba kuleni vyote, lakini mti ule pale msiuguse. Lakini mwisho wa siku mke wake akaenda akachuma tunda katika ule mti akala. Kuanzia hapo dhambi ikaingia kwenye ulimwengu. Kuanzia hapo leo hii unakurupushana na shetani ni kwa sababu ya kile chakula. Leo hii unajiona leo hii umekuwa mdhaifu, umekuwa mwezi, leo hii una vifungo kwenye elimu, vifungo kwenye ndoa, vifungo kwenye kazi, ni kwa sababu ya nini? Ya chakula. Kwa hiyo dhambi ya kwanza duniani iliingia kwa sababu ya nini? Mwambie mwenzako, ndugu yangu, kuwa makini na chakula. Sio kila kitu tu unachokiona huyo umeweka tumboni. Umeona siwichi huyo umekula. Umeenda sijui wapi umekula. Mtego. Wakati mwingine anakuinda tu, anakuangalia tu, huyu kwenye mambo yote tutamkosa, ila kwa sababu ya ulafi wake, ya kupenda kwake kula, tutamkamata kwenye chakula. Kwa hiyo mwambie mwenzako, kuwa makini na chakula. Hebu tuangalie jinsi ambavyo dhambi iliingia ulimwenguni kwa sababu ya chakula. Tusome katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Inasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake, akala, akampa na mumewe, naye akala. Walikatazwa, wakaambia kwamba huo mti haufai wala msiuguse. Lakini badala yake yeye akachukua, akaona unafaa. Kwa macho ya kawaida ya kibinadamu akaona unafaa. Kumbe kuna wakati mwingine unaweza kuona kwa macho ya kibinadamu kwamba hichi chakula ni kizuri, kinafaa. Kumbe ndani yake hakifai. Kumbe ndani yake kina mauti. Kumbe ndani yake kimebeba magonjwa. Kumbe ndani yake kimebeba kusambaratisha kazi yako. Amina, majeshi ya Bwana. Kwa hiyo sio kila chakula unachokula kinakufaa. Sio kila chakula unachokiona kinapendeza machoni ukakimezea mate, yani mate yakakuja mdomoni. Chakula sio hichi. Kumbe ni chakula cha kukupeleka kwenye nini? Kwenye mauti. Kumbe ni chakula cha kukupeleka kwenye nini? Kwenye dhambi. Chipsi. Huyo umeona chipsi zile, jamani, zinafaa, tamu, za mayai. Ukala. Kumbe zile chipsi zilikuwa ni mtego kwako. Mwisho wa siku mbili, siku tatu tunaona tayari umeshashiba tumbo. Kwa sababu ya nini? Ya chipsi. Mwambie mwenzako, sio kila chakula unachokiona kinafaa. Amina, majeshi ya Bwana. Kwa hiyo dhambi ikaingia ulimwenguni kwa sababu ya tunda. Fikiria tunda. Hata usingewaza kama leo hii ungeteseka, leo hii ungekuwa ni mtu wa kuanguka na kuinuka kwa sababu tu ya tunda. Tunda. Kama ni chungwa basi tungesema ni shilingi 200. Kama ni ndizi shilingi 100. Lakini leo hii limeuharibu ulimwengu wote kwa sababu ya nini? Ya chakula. Kwa chakula ni lazima uwe mwangalifu sana kwenye chakula. Amina, majeshi. Sasa leo tutaangalia kwa aina mbili. Tutaangalia vyakula ambavyo ni vya kawaida kabisa kwenye macho ya binadamu. Vya kawaida kabisa. Yaani kama ni makande, ni makande. Wala sio kama yamechakachuliwa. Ni mahindi yaliyokobolewa, tukajumlisha na maharage, yakapikwa yakaiva. Au kama ni pilau, basi ni mchele uliowekwa viungo kama mweusi, ukawekwa na nyama. Kama ni viazi, basi ni vimelichongwa, vikawekwa nyanya na vitunguu na nyama, vikawa ni viazi.
lakini hivyo vyakula vilinuiziwa au vilikuwa tayari ndani yake vina roho ya uchawi ndani yake, ambapo leo hii mtu amekula alafu vikamletea mateso. Kwa hiyo tutaangalia vyakula vya kawaida lakini ndani yake vilinuiziwa, au vyakula vya kawaida lakini ndani yake kulikuwa na roho ya uchawi. Amina majeshi. Tutaangalia hilo, ni kundi la kwanza. Lakini kundi la pili tutaangalia vyakula vya ndotoni. Mwambie mwenzako vyakula vya ndotoni. Vyakula vya ndotoni. Hapa tukiuliza, inawezekana hapa kuna watu wanakula. Yaani usiku wanakula. Wenzao wakienda kulala wao kazi yao manyama. Kula tu ndotoni. Unajua uko kwenye sherehe, mnacheza mnafanya nini? Mnaanza kupanga foleni. Tena ukifika zamu yako unawekewa manyama mengi. Au ukiamka asubuhi tumbo lote limejaa. Kwa hiyo tutaangalia aina hizo mbili. Vyakula ambavyo vilinuiziwa kichawi, lakini pia tutaangalia vyakula vya ndotoni. Amina majeshi ya Bwana. Amina majeshi ya Bwana. Amina majeshi ya Bwana. Muangalie mwenzako anayesinzia leo. Ujue ndio yule anayekulaga kule. Amina. Hebu tuanze kuangalia neno la Mungu katika kitabu cha Hesabu sura 25 mstari wa 2. Tuangalie vyakula vilivyonuiziwa kichawi. Hesabu sura 25 mstari wa 2. Hesabu sura 25 mstari wa 2. Inasema, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizochinjia miungu yao, watu wakala chakula wakaisujudu hiyo miungu yao. Kianza pale mstari wa kwanza inasema, basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Hawa Israeli walikaa katika sehemu inaitwa Shitimu, lakini baada ya muda wakaanza kujikuta wanazini na wale wanawake wa Moabu. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizochinjia miungu yao, watu wakala chakula wakaisujudu hiyo miungu yao. Ikawa Israeli wakajiungamanisha kwa Baal-peori, hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli. Hapa tunaona ni wana wa Israeli walikaa katika nchi ya Shitimu, lakini baadaye wale wenyeji wa nchi wakawa wanakuwa wana sadaka au wana vyakula ambavyo huwa wanaviandaa kwa ajili ya kuichinjia miungu yao, kwa ajili ya kuitolea sadaka miungu yao. Sasa Israeli na wao wakawa wanaalika, jamani karibuni hapa tuna chakula, jamani hapa tuna sherehe. Wana wa Israeli nao wakajichanganya, wakajikuta wameenda wanafanya nini? Wamekula kile chakula cha wale watu. Baadaye wakashangaa nguvu inaanza kupungua ndani yao. Nguvu inaenda kupungua ndani yao. Badala tena kuzishika sheria za Bwana, kushika amri za Bwana, wakajikuta wanaanza kusini na wale wanawake wa kule kwenye ule mji. Kwa sababu gani? Kile chakula kilikuwa kinawapunguza wao nguvu. Israeli ilionekana ni jeshi kubwa. Ilionekana kwamba ni watu wa tofauti, ni watu wenye nguvu. Sasa wale wenyeji wa mji wakaona, hao watu tusipowazidi maarifa, tusipowazidi nguvu, watatuzidi wao. Kwa hiyo walichokifanya wakaamua kuchukua chakula. Kile chakula wakawalisha. Ni sawa, unaona ni sherehe, ni kawaida. Lakini mtu anakuwa anakualika, anasema tu, "Fulani, njoo karibu, kesho nina sherehe nyumbani kwangu." Kumbe sherehe ile hakuandaa kwa ajili ya watu wengine, aliandaa tu kwa ajili yako. Wewe unaenda unafika, yeye kumbe tayari alishanuisia. Chochote atakachokula mtu huyu aharibikiwe. Chochote atakachokula mtu huyu, si amenifanya hapa mtaani anaomba sana. Sasa kuanzia hapo nguvu ya maombi ipe ndani yake. Unajikuta ulikuwa unaamka usiku unapiga majeshi, unashangaa siku ya kwanza umelala, ya pili umelala. Hata yale maombi tu ya kuamka asubuhi kuomba hauombi tena. Mwisho wa siku unajikuta umekuwa tu kopo tu, yani haueleweki. Kwa sababu gani? Mtu alijua kabisa nikimpa chakula nguvu ya Mungu ndani yake itazimika. Nguvu ya Mungu ndani yake itafifia. Kwa hiyo anaandaa chakula kwa ajili yako. Wewe unasema tu ni jirani, ni rafiki. Je, wewe hicho chakula una uhakika nacho? Amina majeshi ya Bwana. Kwa hiyo tunaona tayari Israeli wakawa wamekamatwa. Wao walikula vyakula ambavyo tayari vilikuwa vimenuiziwa, vimechinjwa, vimetolewa sadaka kwa mashetani. Wale wenyeji wa nchi walitoa kile chakula kwa ajili ya mashetani. Lakini sasa wao wakajikuta wamejiungamanisha na wenyeji wa nchi. Wamekula chakula.
nguvu ya Mungu ikaondoka ndani yao. Tena mbaya zaidi, hasira ya Mungu ikawaka juu yao. Mungu akawa anawashangaa, imekuwaje mmeenda kula chakula cha wageni, chakula kilichotolewa sadaka kwa mashetani? Tayari wakaanza kufanya mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo chakula ni hatari sana kwenye maisha. Amina, majeshi ya Bwana. Ukipenda kula vyakula hivi vitakutokea puani. Vyakula hivi vitakutokea puani. Amina, majeshi ya Bwana. Kwa hiyo tunaona tayari nguvu ya Mungu ikaondoka kwao. Hasira ya Bwana ikawaka juu yao. Ukiendelea kule mbele, unaona Mungu anampa Musa maelekezo kwamba akawaambie ili waende wakatoe sadaka, watubu kwa ajili ya kile walichokitenda. Amina, majeshi ya Bwana. Kwa hiyo hicho ndio tunaita chakula kilichonuisiwa. Ni chakula kweli, lakini ndani yake kimenuisiwa kwamba chakula hichi huyu mtu akila tayari haribikiwe. Leo hii unataka kazi, unaenda kwenye kuomba kazi. Umemwambia mtu fulani kwamba jamani, ninataka kazi, nina mpango, nimeapply sehemu fulani na fulani. Ninahisi nitaitwa kesho kwa ajili ya interview. Yule mtu anajua, kesho ataenda Jioni unasikia nakupigia simu. Jamani, nimeandaa chakula, njoo kwangu tule. Wewe pasipo kujua, huyo ukaenda. Umefika umekula, kesho yake kazi hakuna. Kwa sababu gani? Alishanuisia. Akila tu hichi chakula, hata akila tonge moja, kimnyime kazi, asipate tena kazi. Amina, majeshi ya Bwana. Kwa hiyo unajikuta umekula ambavyo ulitakiwa kuvipata umevikosa kwa sababu ya chakula. Chakula ni hatari sana. Amina. Amen. Chakula ni nini? Hatari sana. Ni hatari sana. Lakini pia hebu tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20. Tuanzie mstari wa 18. Tutaenda mpaka mstari wa 21. Inasema, waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili. Wale wazilao dhabihu, je, hawana shirika na madhabahu? Basi niseme nini, ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Mstari wa 20. Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoavyo kwa mashetani, wala si kwa Mungu, nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Anaendelea anasema, hamwezi kunyoa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Mungu mwenyewe anaonya. Anasema hauwezi kukinyoa kikombe kimoja, kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Haiwezekani. Amina, majeshi ya Bwana. Kwa hiyo usione tu ni salama. Mungu hataki. Yaani vyakula vile ambavyo vimenuiziwa, Mungu hataki kabisa. Kwa sababu anajua ndani yako ni hatari. Ndani yako utapungukiwa. Ndani yako utaharibikiwa. Kwa hiyo ndio maana anasema hapendi kuona mtu anakinyoa kikombe kimoja cha mashetani pamoja na kikombe kimoja cha Bwana. Haiwezekani. Au kushirikiana meza moja ya mashetani. Mtu ameandaa chakula lakini amenuizia kishetani, na wewe unaenda kushirikiana meza moja naye. Mungu hapendi. Amina, majeshi ya Bwana. Lakini pia shetani mara nyingi hutumia chakula ili kumtega mtu. Yaani akikukosa kote, akikukosa atatumia chakula. Yaani wewe ukimzidi nguvu, ukimzidi maarifa, atatumia nini? Chakula. Ndivyo shetani anavyofanya. Baadaye watakuja kukulisha. Yohana sura ya 13 mstari wa 26 na 27. Tuangalie kwamba shetani anaweza akaingia ndani ya mtu kupitia chakula. Yohana sura ya 13 mstari wa 26 mpaka 27. Mstari wa 26 inasema, basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtoelea tonge na kumpa. Akatoelea tonge, akalitwaa, akampa Yuda mwana wa Simioni Iskariote. Na baada ya hilo tonge, shetani alimwingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Amina, majeshi ya Bwana. Hapa tunaona ni wakati ule ambao ulikuwa ni wakati wa Yesu kusulubiwa. Yesu akasema, atakayekinywa kikombe hichi pamoja nami ndiye atakayenisaliti. Baadaye akachukua tonge alilokuwa nalo, akalichovya, alafu akampa nani? Yuda.
Alipompa tu lile tonge, Yuda alipokula tu lile tonge, likaingia tumboni, na shetani akaingia kupitia lile tonge. Kwa hiyo hata kama Yuda pale ndani yake angesema, mimi sitaki kumsaliti tena Mungu. Yaani shetani alishaingia kwenye lile tonge. Kwa hiyo ile dhamira kusema nisimsaliti tena, umeharibikiwa kwenye chakula. Mauti imekupata. Ni kweli unaweza usife. Yaani kinaweza kisiwe na sumu kwamba utakufa papo kwa hapa. Lakini ukajikuta kile chakula kimeanza kuua vitu vilivyomo ndani yako. Imeanza kuua huduma ndani yako. Ulikuwa na nyota kali inawaka, inang'aa. Lakini baada ya kula kile chakula nyota yako ikafifia kabisa. Ukashangaa unaanza tu kutembea ni haueleweki. Ulikuwa ni nyota ya biashara unafanya haziendi kwa sababu ya chakula. Kwa hiyo usiwaze tu kwamba labda ni chakula kimetegwa kwa namna ya sumu kwamba nikila nitakufa. Hapana. Kinaweza tu kikao kimenuisiwa. Kinasema hichi chakula anavyokula kikalete mauti kwenye ndoa yake. Umekula tu unashangaa mparanganyiko. Nyama umepika nyama robo kilo. Unashangaa ni fujo ndani kwa sababu ya nyama tu. Kumbe chakula ndani yake kilikuwa na nini? Na manuizo kwamba kikiliwa tu hichi chakula kilete mauti. Umebeba mimba, ni mjamzito, unashangaa ni chakula tu, mimba inaharibika. Kwa sababu ya nini? Ya chakula. Kwa hiyo kumbe tunaona kwamba chakula kinaweza kikabeba mauti ndani yake. Sema chakula kinaweza kikabeba mauti ndani yake. Amina, majeshi ya Bwana. Hebu tusome katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 40. Mwambie mwenzako usisinzie, tutamaliza muda si mrefu. Kwa hiyo ajitahidi tu. Mwambie akemelee kabisa yule shetani anayomfanya asinzie. Wafalme wa Pili sura ya 4. Wapikie wana wa manabii. Na mmoja wao akaenda nje bondeni ili kuchuma mboga. Akaona mtango mwitu. Akachukua matango mwitu hata nguo yake ikawa imejaa. Akaja akapasua sufuriani kwa maana hawakuyajua. Mstari wa 40. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Amina, majeshi ya Bwana. Tunaona Elisha wakati ule alikuwa katika ile nchi na kulikuwa na njaa. Sasa akamtuma mtumishi wake mmoja akamwambia, nenda katafute chakula ili uje upike tuwape hao wana wa manabii. Alipoenda akachuma matango mwitu, akaweka kwenye nguo yake, akaenda. Wakainjika sufuria jikoni. Wakayakatakata, wakaweka sufuriani. Wameyapika mpaka yameiva. Wanaanza kuyapakua, kila mtu apewe kwenye sahani yake. Wakapiga kelele, mtumishi wa Bwana, mauti iko kwenye sufuria. Yeye akaona tukila hichi chakula wote tunakufa. Yaani tukionja tu, acha kula, tukionja tu tunakufa. Kwa hiyo akapiga ile kelele kwamba jamani, mauti imo sufuriani. Mauti imo sufuriani, mauti imo sufuriani. Mtumishi wa Bwana Elia akaangalia, kweli mauti imo. Na hapa wangekula, wangefanya nini? Wangekufa. Kwa hiyo kumbe tunaona kwamba wakati mwingine unakula ni chakula lakini ndani yake kina mauti. Ndani yake mauti inatembea kwenye kile chakula. Ni kweli umechuma majani ya maboga tu shambani kwako, lakini je, haya majani ya maboga ni salama? Ndio maana ni vizuri kuombea chakula. Amina. Ni vizuri kufanya nini? Kuombea chakula. Usiseme tu nimechuma bustanini kwangu. Kwani bustanini kwangu kuna shida gani? Yamkini wakati siku unapanda mbegu kuna mtu tayari alishainuisia kwamba siku mmea wa boga ukichipua, basi mauti ile itembee naye. Kwa hiyo siku unaenda kuchuma, kumbe mauti ilishapandwa. Amina, majeshi ya Bwana. Amina, majeshi ya Bwana. Sema kila chakula kilichonuisiwa ili kiniletee mauti, kilichokaa ndani yangu, leo nakiyeyusha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo mauti ikawa ndani ya sufuria. Walipoangalia tu wakaona hapana, haya sio matango, hii ni mauti. Tumesema ni matango mwitu tumechoma? Hapana, sio matango. Ni nini? Ni mauti. Kuna mtu kikiangalia chakula anasema, hichi chakula hakuna. Tego huu.
Nimetengwa ili ninaswe. Ninaswe kwenye ndoa, ninaswe kwenye biashara, ninaswe kwa watoto wangu, ninaswe kwenye nyota yangu, ninaswe katika yale mambo ambayo ninatenda. Kwa hiyo ukiangalia tu hivyo unaona hapana. Kwa hiyo lazima uwe na jicho la tatu. Amina, majeshi ya Bwana. Kuwa na jicho la tatu kuangalia hichi chakula kweli? Au hichi chakula ndio kile kile cha kuniletea matatizo. Ukisikia ndani yako taa nyekundu imewaka, usile. Amina. Usifanye nini? Useme nina njaa sana. Tena shetani huwa na adabu mbaya kweli. Yaani anakusubirisha ni wakati una njaa. Yaani unajisikia kabisa yaani nisipokula dakika moja hapa nitadondoka nitakufa. Ndio anakuletea tena chakula kinachopendeza machoni. Ili ukila tu tayari ameingia. Ukila tu tayari mtego wa mauti uko na wewe. Ukila tu tayari mambo yako yameharibikiwa. Usiwe mwepesi kwenye kula. Amina. Amina. Usiwe mlafi. Mwambie mwenzako usiwe mlafi. Yaani ni neno baya kweli, lakini ndio hivyo. Usiwe mlafi. Usikione chakula tu ukaanza kukimezea mate, ukaanza kukitamani, hapana. Wakati mwingine inawezekana ndio mauti ipo ndani ya hicho chakula. Mauti kwenye biashara, mauti kwenye uzao, mauti kwenye ndoa, mauti kwenye kazi, mauti kwenye huduma. Kwa hiyo usiwe mwepesi wa kula. Amina, majeshi ya Bwana. Majeshi. Yako wapi majeshi? Yakipiga majeshi. Lakini pia chakula kinaweza kikakufanya ukapoteza kila kitu ndani yako. Yaani chakula kinaweza kikakufanya ukapoteza kila kitu ndani yako. Tuchukulie mfano. Wangapi wanapenda chipsi? Hawataki kunyosha mikono. Unajua tukinyosha mikono tunaonekana sisi, yaani huo mfano utatuhusu sisi. Wewe nyosha tu mikono. Mabinti wangapi wanapenda chipsi? Mabinti hawataki kunyosha mikono. Basi leo nilikuwa na ofa ya chipsi mayai. Wewe umekosa wote kwa sababu wote hampendi. Wangapi wanapenda chipsi mayai? Sasa hapa niongee kidogo na mabinti, sawa mama akitaka kuongea na mabinti wake wacha aongee nao. Tumesema chakula wakati mwingine kinaweza kukufanya ukapoteza kila kitu ndani yako. Tuchukulie mfano. Viazi mviringo ambavyo tukivikata vidogo vislesi tunaita nini? Tunaita chips. Sasa fikiria kuna binti mmoja anawaza tu kwamba chips ndio kitu cha thamani kwake. Lakini anasahau kwamba ndani yake Mungu aliweka thamani nyingi kuliko hizo chips. Hivi chips jamani ni shilingi ngapi? 2,000 wapigana wanasema buku 2. Sasa hivi buku 2 ikufanya upoteze thamani ya vitu vilivyopo ndani yako kwa sababu ya chipsi. Unakula leo 2,000, kesho tena unanunuliwa 2,000, kesho kutwa tena 2,000, ikifika mara 5 ni 10,000. Ile 10,000 kwa maisha sasa hivi nanunua nini? Utanunua nguo, utanunua gesi, TV itanunulika na 10,000. Haifanyi chochote, si ndio Lakini unashangaa utakula mara 5 hizo chipsi, alafu mwisho wa siku kama ndani yako kulikuwa na huduma inaanza kufa. Kama ndani yako ulikuwa mwimbaji unaimba mpaka mbingu zinatikisika, unaanza kujisikia sipendi tena kuimba. Kwa sababu ya chipsi ulizokula mara ngapi? Mara 5. Lakini kumbuka aliyekupa chipsi amekupa shilingi 2,000. Lakini ile 2,000 yake usifikiri atakupa hivi. Kesho ataitaka uilipe. Utailipa? Tena wewe ukimwambia hivi, mimi na shilingi 2,000. Kama ni 2,000 yako chukua. Anakuambia sitaki hiyo 2,000. Vijana wa kiume mnafurahi Nyie ndio mnao hapa mabinti 2,000. Kwa hiyo unajikuta 2,000 huwezi kuirudisha. Unachotakiwa kukifanya utaamua kukifanya kwa sababu ya 2,000. Je, ndani yako Mungu aliweka vitu ambavyo thamani yake ni shilingi 2,000? Yaani kwa nini upoteze vitu vya thamani kwa sababu ya vitu viharibikavyo? Yaani upoteze thamani nyingi ambazo Mungu ameweka ndani yako eti kwa sababu ya vitu viharibikavyo? Haipendezi, si ndio Haya basi sawa, hakukunulia chipsi. Alikuona wewe, yaani alikugrade kwenye nafasi kubwa.
Basi akaamua kukupa kuku mzima ule. Kwani kuku bei yake shilingi ngapi? 15,000. Yaani ule kuku mzuri ambaye mtu atakula mpaka kesho aseme, mimi sitaki tena kuku. Shilingi ngapi? 15,000 au 20,000. Sasa 20,000 inafanya nini? Yaani atokeenda pale soko la Kachoma ukatafute nguo. Hauwezi kujaza ile shangazi kaja, haliwezi kujaa. Yaani ukinunua tu sana kama ni nyingi zitakuwa 3, 4. Tena vyenyewe visampura tu sio vya maana. Lakini sasa 20,000 ndio ikufanye leo hii upoteze vilivyopo ndani yako. Eti mabinti na vijana mlioko hapa. Vijana mpo? Wote wazee. Yaani watu wote waliomo huko ndani wana miaka kuanzia 60 mpaka 80. Vijana mpo hampo? Hebu kama wewe ni kijana kabisa, yani kijana. Hebu punga mkono wako hivi. Mbona wengine hawafanyi? Yaani sasa ninashindwa kuelewa. Ni vijana wazee. Vijana wa kiume hebu tupunge mkono. Utakosa wake shauriani. Vijana wa kike tupunge mkono. Hai. Kama umekaa karibu na kijana mwambie visivyo na thamani visiondoe thamani yako. Yaani kama ni mtu mzima mkazie macho kabisa. Mwambie visivyo na thamani visiondoe thamani yako. Haya, wanaogopa. Basi vijana ambianeni wenyewe kwa wenyewe. Visivyo na thamani visiondoe thamani yako. Elena, mwambie mdogo wako na yeye akwambie. Visivyo na thamani visiondoe nini? Thamani yako. Amina majeshi ya Bwana. Amina. Yaani usishawishike na vitu vidogo. Vidogo ambavyo leo hii yaani ukipoteza thamani yako hakuna atakaye kujali tena. Yaani hakuna atakaye kujali tena. Ni kweli alikuwa anaonyesha kwamba nitakuoa, nitafanya hivi, nitakuja kwenu, nitajitambulisha. Yakikukuta haumuoni tena. Tena kwa usumbufu wako anaamua kabisa anapoteza, yaani na simu yake anavunja line. Anaenda ananunua line mpya. Ukikutana naye barabarani, yaani kama vile hamkuwahi hata kuonana. Yaani kama abiria ndio mmekutana kwenye treni siku ya kwanza. Hakusemeshi, hakuongeleshi. Sasa unaanza kuwaza ndani yako, nimeshapoteza thamani yangu. Kumbuka ndani yako hukumu inaanza nimeshapoteza thamani yangu. Nilifikiria atanioa ndo kaniacha hivi nilivyo. Nimeshashiba chipsi, nimeshashiba kuku. Akili yako ya kwanza inaanza kukuambia ni nani atakayenipenda tena? Umeona thamani yako ndo imeshaondoka hivi. Akili yako inakwambiaje? Ni nani atakayenipenda tena? Unaanza kuwaza, nikiwa na mtoto hakuna mwanaume atakayenipenda tena. Wanaume wanapenda watu ambao bado mabinti, yani ambao hawajazaa. Haya basi akinipenda, huyu mtoto wangu nani atakuwa tayari kumtunza? Akili zote zinaanza kwa unaona yani unajikuta tayari umeshapoteza thamani. Tena mtu mwingine sasa shetani akikuingia vizuri, akakaa vizuri ndani yako, unakuta tayari kashajiua. Tayari kashakunywa sumu. Kwa sababu haoni tena thamani yake. Sasa jamani. Visivyo na thamani visikuondolee thamani. Amina vijana. Amina. Sema nakataa chipsi zao kwa jina la Yesu. Ambao hawasemi mkila chipsi zitazaa hizo. Usipoteze thamani yako. Amina. Yaani wewe ni wa thamani. Hebu fikiria Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. Jamani, kuna nani anayeweza kutoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine? Hakuna Hata mzazi mwenyewe ukimwambia hebu kufa kwa ajili ya mtoto wako, atakaa labda masaa 3. Ianze kuviteketeza kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na viteketeza vyakula vya kichawi. Na viteketeza vyakula vilivyosombolewa vilivyoingia ndani yangu. Katika jina la Yesu. Viteketee vyote. Viteketee vyote. Nakataa kulisha dotoni. Nakataa kula chakula
maisha yake ninaiteketeza, 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 ninaiteketeza. Naingiza moto, naingiza moto kwenye tumbo la chakula, naingiza moto, naingiza moto, niteketeza kwa jina la Yesu. Achia nyota yake, achia nyota yake. Nyota unaichukua kwa sababu ya chakula, nyota unaichukua kwa sababu ya kumlisha mtoni, na urudishe nyota yake, rudisha nyota yake, rudisha nyota yake, rudisha kwa kile chakula chenu kilichomlisha. Ukaiondoa nguvu. Hata wale kumlisha kwa sababu nguvu ya Mungu iko ndani yake. Yesu yote. Na Yesu yote. Na Yesu yote. Yote. Yeyuki. Yeyuki. Alipokaa moto. Yeyuki yote. Kwa jina la Yesu. Yote. Moto. Yeyuki. Cheka ndani yake. Sababu ya chakula. Yote. Yote. Yeyuki. 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 Kifungo. Kifungo kupitia chakula. Ndio nakiyeyusha. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo. Nayeyusha vyote. Nayeyusha vyote. Vilivyoingia ndani yake. Kupitia chakula. Kupitia chakula. Nayeyusha vyote. Nayeyusha vyote. Nayeyusha vyote. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa jina la Yesu. Vyote vilivyoingia ndani yake. Kupitia chakula. Hey, we make a miracle.